Wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo ndugu zangu, nitawaambia makosa matatu ambayo wafugaji wengi wanayafanya, ila wao wanajua ni kitu cha kawaida, au vitu ambavyo wafugaji wengi wamekuwa wakivifanya kwa mazoea. Labda kwa sababu waliona mfugaji fulani anafanya hivi, akampa tu taarifa kuwa hapa nitakiwa ufanye hivi, lakini hakumuelezea kwa nini unafanya hicho kitu. Kwa hiyo unakuta anafanya kile kitu kwa sababu ya kuona fulani anafanya, au ameiga sehemu fulani na yeye anafanya, ila yanakuwa ni makosa, lakini yeye hajui kama pale anakuwa anakosea. Sasa nitakutajia vizuri kabisa hivyo vitu na nitakwambia kwa nini yale ni makosa, na wafugaji wengi sana wamekuwa wakivifanya. Unakuta baadaye kuna vifo vya vifaranga, vifo vya kuku hawatagi, wanadonoana, wanakufa tu ghafla, lakini anakuwa hajui kumbe changamoto zipo, lakini yeye haelewi kama zile pia ni changamoto. Sehemu ya kwanza ambayo wafugaji huwa wanakosea, wengi sana huwa wanakosea, ni kuwapa dawa kama kinga. Yaani unakuta mtu eti ameweka ule utaratibu, anapopokea vifaranga, anapoenda kununua vitamin, ananunua na Fuban. Ukimuuliza anasema na wakinga mafua. Huwezi kuwapa kuku dawa kama Fuban, Tylodox ikiwa kuku yule haumwi mafua. Tena sasa kifaranga, unampa kifaranga ambaye haumwi mafua. Unachoenda kumtengenezea yule kifaranga ni sumu. Mwili wake unakuwa unajenga sumu au unatengeneza sumu. Ukisha kuwa na sumu, baadaye akija akapata huo ugonjwa, ukamtibu kwa ile dawa ambayo ulikuwa ukimpa kama kinga, hatopona. Wewe unajua kama labda Tylodox ni dawa ya mafua. Umemwanzishia yule kifaranga kumpa, unasema unampa kama kinga wakati yule kuku haumwi. Siku akaja akaumwa hayo mafua, ukatumia hiyo Tylodox kumtibia, huyo kuku hatopona kwa hiyo dawa hata kidogo. Yaani utaishia tu kurudi kwenye dawa za asili, hapo ndo anaweza akapona. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo unaweza kawa uliiga. Yaani wengi ukimuuliza anasema niliona fulani anafanya au niliambiwa na fulani. Kwa hiyo yale huaga ni makosa. Kuna dawa kama Trimafam, sijui Tylodox, Fuban mtu anampa kama kuku haumwi. Jamani, vifaranga. Ninapozungumzia vifaranga, yani vifaranga wana dawa zao. Unapotaka kumpa antibiotic ya kumkinga na magonjwa labda ya bakteria na virusi, wanakuwa wana dawa zao maalum ambazo zinakinga magonjwa hayo. Kwa mfano kwa vifaranga wadogo huwa tunatumia Neoxytic, Neomycin, Nimovit. Dawa zile huwa zinaanzia na neno ni. Ile ni neno neonito, neonate, ni kile kitu kichanga. Ndo huwa wanatumia hizo dawa. Kwa hiyo zile zimeundwa kwa kemikali ambazo zinawafaa wale vifaranga. Utakapoenda kutumia madawa makubwa yale ya madawa haya ambayo yana kemikali kubwa kubwa, unamwathiri huyu kifaranga wako bila wewe kujua. Kwa hiyo ni sehemu ya msingi sana. Lakini pia kitu kingine ambacho wafugaji wengi wanakosea ni kwenye banda. Hapa kwenye banda jamani, wengi wamekuwa wamekariri. Yaani unakuta labda mtu anaona banda la mtu fulani liko hivi na yeye anaenda kujenga hivi. Unavyojenga banda lako la kuku, unatakiwa ujue banda bora la kuku linatakiwa liwe lina sifa gani. Yaani usijenge tu, mwingine anajenga banda kama nyumba ya kuishi. Banda halifanani na nyumba ya kuishi kwa sababu banda la kuku kwanza linatakiwa liwe lina madirisha makubwa yaliyowekwa labda wavu kwa sababu ya kuruhusu mzunguko wa hewa uingie na kutoka. Utakapokuwa una banda lako labda umejenga zuri kama nyumba, ukidhani labda kuku wanasikia baridi muda wote, kwa hiyo inatakiwa wawe wanapata joto mle. Hapana, kuku wanahitaji joto, lakini pia kuku wanahitaji hewa. Kwa hiyo kuna level ya madirisha na yanatakiwa yawe pande mbili, yawe yanaingiza hewa na kutoa hewa kwa sababu kuku wanajisaidia humo. Kwa hiyo mle ndani ili kuwe na mzunguko mzuri wa hewa, lazima kuwe kuna madirisha makubwa mawili, kuwe kuna eneo la kutosha. Kuku hawahitaji kuwekwa kwa eneo ambako watabanana. Kwa hiyo ni mazingira kama hayo ya banda. Na kitu kingine hapo kwenye banda, kitu cha tatu hapo anaweza kuzungumzia kama point ya tatu kwenye banda. Watu jamani wamekariri matumizi ya cage. Cage ni nzuri, lakini kwa ushauri wangu mimi itumie cage kwa kuku wakubwa. Hasa wale ambao layers, wale ambao wanataga, ndo tumia cage. Na lengo la kuweka mle kwenye cage ili wasidonoane kwa sababu tabia za hawa kuku ni kudonoana. Nadhani kama umeshawahi kuona layers utakuta wengi wamekatwa midomo. Ile midomo wamekatwa kwa sababu ya kudonoana na ndio maana wao wanawekwa mle kwenye cage. Lakini pia wengine wanaweka kwa sababu ya kinyesi, kuku asile kinyesi. Unapomtengenezea cage kuku, hakikisha pale chini pale haingii baridi. Kama pale chini napita baridi, changamoto ya mafua tutakuwa tunaisolve kila siku na itakuwa haiishi. Yaani cage chini pale kunakuwa kuna nyavu au nyaya hizi niseme. Ila pana baridi huwa linaingia sasa kwa msimu huu wa baridi. Lile baridi linawafikia wale kuku pale kifuani. Likiwafikia pale kifuani, hao kuku wanakuwa hawaponi mafua. Yaani wanakuwa wanaumwa mafua, unatibu hawaponi, unatibu hawaponi. Na ndio maana kwa experience yetu hapa shambani, watu wengi ambao wanatupigia simu, changamoto
changamoto ya mafua kwao imekuwa kubwa. Utakuta kuku wake ni wadogo na anawafugia kwenye keji. Yaani hao kuku jamani wao wanatusumbua sana kwenye kutibu mafua sana. Tukikutana na watu kama hao, changamoto huwa ni kubwa mno. Kwa hiyo hapa pia nakushauri uwe makini. Kama unapenda kufugia keji basi anza kwanza kwenye mabanda mengine haya ya kawaida, ila wakishakuwa wakubwa kabisa ndo kawaweke kwenye keji. Ila kuku chini ya miezi 2 sikushauri uweke kwenye keji. Na kosa la tatu au changamoto ya tatu ambayo wafugaji wengi pia wanakuwa wanakosea ni kuweka chini magazeti. Sijui kwa nini watu wamekariri hili jambo. Kwa mfano, kwa upande wetu sisi hapa shambani huwa hatuweki kabisa magazeti kwa vifaranga wadogo. Kwa sababu tunaona wanaenda wanakula mle wanarudi. Changamoto ya magazeti kwanza watu wao wanaweka kwa sababu wanajua ule kifaranga ile siku ya kwanza anakuwa bado yani haoni vizuri. Kwa hiyo akiona tu kitu chini anadonoa, ndio maana wao wanaweka magazeti kwa zile siku za mwanzoni. Japokuwa hata ukiweka kwenye mapleti kifaranga atakula. Na changamoto inapokuja hapa unakuta mtu ameweka magazeti mpaka siku 3-4. Ukiweka magazeti mengi pale chini kwa muda wa siku nyingi utakuta kuku wako wanaumwa. Kuku watakapoumwa wale vifaranga wale wakiwa wanaumwa utakuwa hujui nini kilichosababisha. Sasa wanapataga sana coccidiosis. Mwalo wa brown na nyekundu wanapataga sana huo ugonjwa. Wewe utakuwa hujui ugonjwa unasababishwa na nini. Kumbe yale magazeti yale yana tabia ya kulowesha kile kitu tofauti na matandazo. Ukiweka kuku kwenye matandazo au vifaranga kwenye matandazo wakijisaidia kile kinyesi, ule unyevu wa kinyesi unafyonzwa na yale matandazo. Ila kwenye magazeti unaendelea kubakiza ile layer ambayo imeloa kabisa. Na utakapoweka kwenye ile layer ambayo imeloa, hawa kuku watakuwa wanapata changamoto ya mafua na coccidiosis kwa sababu ya ule uchafu na unyevu utakao kuwepo mle bandani. Hiki ni kitu ambacho pia watu wengi wamekariri, lakini kina changamoto. Lakini kitu kingine ambacho watu pia wanafanya kwa mazoea ni kuto kuwapa vitamini kila siku kuku wao. Jamani, vitamini ni sehemu ya chakula. Unapowapa chakula na vitamini ni sehemu. Kwa hiyo hakikisha unawapa maji yenye vitamini kila siku. Kama ni ya asili au ni ya dukani, ila iwe vitamini. Ukishindwa ya dukani, kama ya dukani ni gharama, mbona ukitumia vitamini za asili kuku wanakuwa vizuri kabisa, tena wanapendeza kuliko hata ukitumia vitamini ya dukani. Kwa hiyo hauna haja, yani hauna ulazima sana wa kuona kama ni gharama kipengele cha vitamini. Nenda katafute majani. Kuna majani mengi ambayo yanafanya kazi vizuri kama vitamin. Kwa hiyo vitamin nayo ni muhimu sana sana sana. Usiishie tu kuwaacha kuku wako bila kuwapa vitamin. Jamani, KingoFarm tuna vitabu 5. Japokuwa sasa hivi vimekuwa 6, tumeongeza na kimoja cha tiba za asili. Tuna tiba za asili matoleo 2, toleo la kwanza na toleo la pili. Hivi vyote viko vizuri sana. Kama ulishukua toleo la kwanza, basi tumeweka toleo la pili, tumeandika vile vitu ambavyo havipo kwenye toleo la kwanza na pia tumeenda kuboresha, tumeweka maboresho ambayo yapo kwenye kile kitabu cha toleo la kwanza. Kwa hiyo ni kitabu kizuri mno hiki cha pili. Hata hiki cha kwanza nacho ni muhimu na kitakufaa. Lakini pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, muongozo wa kumfuga layers pamoja na chotara, lakini pia tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, muongozo mzima wa kumfuga kuku wa kienyeji kuanzia kifaranga mpaka anakuwa kuku mkubwa. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kinakuelekeza namna ya kumfuga broiler kwa kutumia mimea mbalimbali kama kinga, kama tiba, lakini kitakupunguzia gharama ya kufuga broiler kwa sababu vitu vingi utatumia majani na mimea mbalimbali. Lakini pia tuna kitabu cha booster za asili. Hiki kitabu cha booster za asili kina pande mbili, upande wa kuku wa mayai na upande wa kuku wa nyama. Kinakuelekeza formula ya chakula na ratiba ya kumpa booster za asili kila siku ili kuku wako atage sana, kama ni wanyama anenepe sana. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi utaweza kuuliza maswali yanayohusiana na ufugaji na utajibiwa, lakini vile vile utapewa ushauri kuhusiana na vifaranga wa kampuni gani ni wazuri, chakula gani ambacho ni kizuri. Utapata pia elimu ya kutosha tu kwenye lile kundi. Lakini pia tunauza incubator nzuri za kisasa. Incubator zetu ni sio hizo za Mchina. Ni incubator za chuma, ni full automatic, unasafirishiwa popote ulipo na unapewa elimu ya kuitumia hiyo incubator kuanzia utakapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Tutakuwa tukikusimamia hatua kwa hatua mpaka tuhakikishe umefanikiwa katika zoezi hilo. Asanteni sana. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.